sio siri. Huko kwingine yalikuwa mapungufu. Ile ya Muheza ni uharibifu. Muheza, Mheshimiwa Waziri, kesho urudi tena Muheza, pamoja na kufanya kazi zile tulizosema za mawaziri wanne watano wa kushughulikia yale masuala ya migogoro ya ardhi, lakini nenda kachukue hatua pale Muheza. Wasiliana na mwenzako waziri wa utumishi kuchukua hatua zinazostahili, tena kwa kufuata taratibu. Huu uharibifu hatuwezi tukafumbia macho. Nondo zenye thamani ya shilingi milioni 9.2 zililipiwa kwa mzabuni anaitwa Saifi Stone wa Tanga. Nondo hizi hazikupelekwa site, zimechepushwa. Marine Board vipande 192 vyenye thamani ya shilingi milioni 7.8 havikufika site. Muhasibu huyu anaitwa Rajab, kuna huyu anaitwa Mushi, ndo Rajabu Mushi muhasibu, mhandisi Abdalla Jaha. Kwanza hizi fedha zirudi, na yule anayehusika kupokea hivi vifaa havikufikishwa site, vimelipiwa kwa mkandarasi, havikufikishwa site. Sasa mtuambie kama bado hamjaenda kuvichukua, mvichukue. Kama mmechepusha, hii fedha irudi hii. Na Mheshimiwa Waziri, kwa taratibu za kiutumishi, muone adhabu inayowastahili watu wa aina hii. Mifuko ya simenti yenye thamani ya milioni 4.4 imechepushwa. Imenunuliwa mifuko 3,800, 300 haijafikishwa site. Imechepushwa. Huyu afisa manunuzi, afisa utumishi, ndio mwenyekiti wa kamati ya mapokezi, msimamizi wa mradi ambaye ni mhandisi ambaye msimamizi wa mradi, mkurugenzi wa kampuni ya Mwanabonde General Enterprises. Mechepusha mifuko ya simenti. Wilaya moja hii, vyote hivi vimechepushwa. Huu mhandisi Edge Engineering Limited amelipwa milioni 98.7 bila kuwa na mkataba. Mmemlipa za nini? Huyu kalipwa za nini? Fedha ya serikali inatoka hivi. Mshauri mwelekezi Edge Engineering and Consultant amelipwa milioni 11.9 bila mkataba. Amelipwa za nini? Jengo limesimama halijaisha, milioni 343.9 zimetumika nje ya mradi. Lipana posho. Mheshimiwa Waziri, nenda kasafishe wote pale, wilaya ianze upya hii. Safisha wote, ianze moja pale. Haya mambo gani haya?
tunashukuru sana wenzetu wa vyombo vya ulinzi na usalama, na hizi sio hearsay. Vyombo vyetu vya ulinzi na usalama vimeniletea taarifa na wamebainisha kila mhusika amehusikaje. Hii hatuonei mtu. Hivi ndio vyombo vyetu vimeenda kufanya uchunguzi. Kila mmoja na uhusika wake wameweka. Nenda ongea na mwenzako wa utumishi ili kila mmoja apate adhabu inayostahili kwa taratibu za kiutumishi. Safisha wote, wilaya ianze upya pale. Tumeona migogoro mingi kwenye ardhi, na hii inatokana na wananchi wetu kutambua thamani. Wananchi wameendelea kutambua thamani ya ardhi, lakini idadi ya watu imeendelea kuongezeka, ardhi haiongezeki. Kwa wenzangu serikalini, hili jambo lazima tulitambue. Kila eneo napita na jaribu kuambia wananchi wawe watulivu, tuvumiliane, lakini ni lazima serikalini hili jambo tulichukue kwa jicho la tofauti. Hili tuliambiwa na wazee wetu kwamba usio unakiri jambo baya mdomoni mwako. Kwa nachelea kusema hili ni moja ya eneo baya. Hili ni eneo moja baya kwa wananchi wetu, sisi kwa sisi, linaloweza kutugombanisha. Ili mkiangalia kila sehemu tulikoenda, wananchi wanaongea kwa hisia kiasi gani kuhusu ardhi, muone kwamba tunakoelekea sio kuzuri. Kwa hiyo tusilimbikize migogoro. Tusilimbikize migogoro tena. Jambo moja ambalo tunatakiwa tulibebe kama mboni ya jicho linatakiwa liwe hili jambo la ardhi. Lakini sisi tuna take easy tu, hivi tunachukua tu, mwingine mtu ana ardhi yake, tunaenda tunampa mwingine ardhi juu yake. Siku moja mimi nilikuwa natafuta ardhi Dodoma, nikaoneshwa eneo na nikaambiwa liko wazi. Kidogo nianze kufanya taratibu za kulipia, nikasema lakini hebu ngoja nijiridhishe, ili eneo zuri hivi liko wazi. Nikamuuliza waziri wa ardhi. Nilipomuuliza waziri wa ardhi, akaja akanionyesha. Wakati ule siku nyingi hivi nilikuwa mbunge wa kawaida tu, nakuja kugundua lile eneo ni la waziri. Watu wana ujasiri wa kutaka kuuza kwa mara ya pili eneo la waziri. Tena naweza nikataja tu eneo lenyewe. Nilipofuatilia nikaambiwa ni la Kabudi. Nikamfuata profesa wa sheria. Watu wana ujasiri huo kwamba unataka kuuza, na nimeenda kuulizia pale pale ardhi. Watu wetu wengi eneo waliko dhulumiwa wamefika ofisini, wametimiza wajibu wao, wameenda kupelekwa kutapeliwa na watu walioko ofisini. Hili si jambo linalokubalika. Sasa Mheshimiwa Waziri, endelea kuambia watu wako taratibu, waelezee, waambie hili wanalofanya wanatukwaza, na kuna siku tutachukua hatua kali. Kuna siku tutachukua hatua kali. Sisi wafugaji, hatua adhabu tunazowazaga zinakuaga si rahisi hivi. Kuna siku moja nilichukizwa na hii business as usual, nikaenda kumuuliza mwanasheria mkuu wa serikali, hivi tukifuta utumishi wa umma wote tutangaze kazi upya, kisheria ikoje hii? Sasa kuna siku tutakuja kuondoa kila mtu aliyeko pale, tubakize kompyuta tu. Haiwezekani mtu ameshaenda kwenye ofisi ya umma afu ndo hapo aelekezwe kutapeliwa. Hii inaudhi. Bora angekuwa hajaenda. Msikilizeni yule mzee wa Mombo pale alivyosema. Ameenda wizarani. Ameenda kwenye ofisi yetu kujihakikisha kwamba eneo analonunua ni sahihi. Kahakikishiwa ni sahihi. Kapewa na hati. Baada ya miaka 10 anatokea mmiliki mwingine naye ana hati.
Hati yenyewe yeye kapewa ya juzi tu. Kwa karne hii yenye kompyuta, hizi taarifa zinaingilianaje? Zinaingiliana vipi? Kwenye kompyuta ukiweka hata jambo tu ambalo already lipo kwenye kompyuta linajitokeza kwamba hili lipo. Wenzetu wanafanyaje kama sio makusudi? Gonganisha wananchi. Nimeenda siku moja pale Dar es Salaam, mama wa watu kanunua, kafuata taratibu zote kuanzia kitongoji, serikali za kitongoji, serikali ya kijiji, wote wamempitishia mpaka wilayani. Yule anayeuza kumbe tapeli. Baada ya muda hivi wanamwambia hii tunataka kuifuta hii, na hati walishampa, wanataka kumwambia kwamba tunataka kuifuta. Niwaambia hii kuifuta, wale waliopitisha hati wote na wenyewe watoke ofisini, wao wamekamatwa. Sifurahie tu kuwasababishia hasara. Kuna wananchi, wewe unaweza ukaona milioni 20 unapewa rushwa. Kuna wananchi kuitafuta milioni 5 ya kununua hicho kiwanja, amejikusanya ujana wake wote mpaka amekuwa, amenunua milioni 45 kwa kuhakikishiwa na viongozi walioko ofisini na hati wamempa. Then baadaye unaenda unasema tunataka kuirevoke hii, tunataka kuiondoa kwa sababu eneo hili lina mtu mwingine. Mheshimiwa Waziri, kanao hawa watu waambie tena, wafuatilie. Nilisema wa take stock ya migogoro yote, tujue na chanzo chake na tatizo lake ni nini, na mapendekezo kwamba huu tutatue. Haiwezi ikawa nchi ina migogoro tu ya ardhi. Tumezoea tu kwamba tuishi tu na migogoro ya ardhi. Hii haikubaliki. Wakuu wa mikoa, maeneo yale ambayo yalikuwa na